Basi ndugu zangu, karibuni katika mwendelezo wa novena yetu, ukiwa leo siku ya 4, tukitafakari paji la akili. Utangulizi. Akili ni ufahamu, maarifa, ujuzi wa jambo fulani ndani ya kiumbe. Ni hali ya kinifu ya ugunduzi wa kiumbe. Akili ni kipaji ambacho kila mtu hupenda awe nacho ili aweze kutambulikana na tena kupewa sifa. Kila mtu ana akili, kwani ufahamu mambo kadhaa. Je, kwa nini tunaomba tujaliwe akili na Roho Mtakatifu? Tunamuomba Roho Mtakatifu hatupatie akili ya namna gani? Je, kwa akili hizi tutaishi vizuri? Akili tunayoiomba kwa Roho Mtakatifu si akili ya kujua mambo ya dunia hii. Je, ni akili gani hii? Tusikilize kwa makini ibada ya leo, tupate kuelewa akili tunayoiomba. Njoo Roho Mtakatifu, tuangaze kwa mwanga wa Roho wako Mtakatifu. Hakuna lisilo na hatia, osha yaliyo machafu, nyunyizia yaliyo. Wapendwa katika Kristo, tunaendelea na novena yetu ya Pentekoste. Ikiwa leo ni siku ya 4, tunatafakari paji la akili. Akili ni mwanga wa Roho Mtakatifu unaotusaidia tumjue Mungu kwa ukamilifu wake pamoja na ufunuo wake. Katika sehemu hii ya Injili tuliyosikia hivi punde, ni mwendelezo wa simulizi ambao ni ripoti ya wanafunzi wa Yesu ambao walitumwa kwenda kufanya kazi ya kuhubiri Injili katika miji mbalimbali. Na wanaleta ripoti ya mafanikio. Pepo wanawatii, wagonjwa wanapona na mafanikio mengine mengi. Bwana wetu Yesu Kristo, baada ya kusikiliza ripoti hiyo, tunaelezwa anafurahi katika roho na anasifu kuwa mambo ambayo wenye hekima na akili hawakufunuliwa, wanafunuliwa watoto wachanga. Mambo ambayo manabii walitamani wao wayashiriki, wanapewa kushiriki watu wengine, watu wa kawaida sana, watu wasio na elimu, watu wasio na cheo na watu wasio maarufu. Ingetegemewa Kristo kwa kule Masihi na mkombozi wa ulimwengu, watu wenye hadhi ya kueneza neno lake ni wale wenye akili ya maandiko matakatifu, wanaojua kusoma Torati pamoja na manabii. Lakini ajabu ni kuwa watu wa kawaida ambao katika jamii wanaonekana hawana akili ya darasani, sio maarufu na wasio na vyeo, na watu walio katika hali ya chini, Kristo kwa hekima yake ya ajabu anachagua kuangazisha akili hao waliotengwa, kwani aliamini kuwa hao ndio waliokuwa na njaa ya maarifa na wangeweza kumwelewa kuliko wale wenye akili. Kumbe ni watumwa wa maandishi. Kristo anapofungua akili zetu, anatugawia paji la akili, anatupa nguvu ya kueneza na kuielewa imani yetu na kuishi na kuitamadunisha katika mazingira yetu ya kila siku. Ndugu zangu, akili inayozungumziwa ni kule kukubali kuongozwa na Mungu, kuweza kuelewa mafundisho yake, kutenda kila jambo kwa mwongozo wa Mungu. Paji hili la akili lituwezeshe kuona mpango wa Mungu unajikita katika upendo, ili kuweza kuishi katika dunia ya ulimwengu ambao ni geugeu bila kumgeuka Mungu na wenzetu, kwani tunatakiwa tuwe mashuhuda thabiti wa imani yetu ya kweli ya Kristo. Faida ya kuwa na paji la akili. Roho Mtakatifu anaishi katika mioyo ya waamini, anatusaidia na kutuongoza katika akili kufahamu mambo ambayo ya Yesu Kristo aliyotenda hapa duniani na katika ukombozi wetu, kama ilivyokuwa wafuasi waliokuwa njiani kwenda Emau. Wakati mwingine inakuwa vigumu wa Kristo kuamini kwamba
Yesu Kristo anatembea nasi, kwamba neema ya Mungu ipo katika maisha ya ulimwengu huu unatuzunguka, lakini akili inayoangazwa na Yesu itakuwa rahisi na kufahamu kuwa tunatembea na Kristo katika matukio na katika maisha yetu ya kila siku. Hasara za mtu kukosa paji la akili: kukosa kuelewa neno la Mungu. Mtu yoyote asiye na paji la akili hushindwa kuelewa maana halisi ya maandiko matakatifu. Anaweza kusoma Biblia bila kuelewa ujumbe kwa undani. Hii inamfanya andaye tafakari ambayo sio sahihi na isiyoeleweka na isiyogusa maisha ya watu. Tunamwona mwanasheria ambaye kwa akili anaonekana ameelewa maandiko na Torati, kumbe alikuwa ameyakariri tu. Hivyo basi, wapendwa katika Kristo, kanisa kwa namna ya pekee lina msisitizo wa paji la akili. Hatuwezi kutumia akili zetu pekee bila kumhusisha Mungu wala kuikubali imani. Akili pekee bila imani ni kina cha uongo na upotovu. Hivyo kanisa linasisitiza ukweli ufahamike kwa akili na imani. Hivi vitu vinapaswa kushirikiana. Akili humsaidia mtu kuelewa ukweli. Akili humsaidia mtu kutambua mema na mabaya. Imani inatufunulia mambo matakatifu ya Mungu na kuyaelewa. Itukuzwe damu ya Kristo.